moja ya kisababishi kikuu cha magonjwa ya tumbo, iwe ni vidonda vya tumbo, iwe ni acid reflux, iwe ni H pylori na magonjwa mengine ya tumbo kuwaka moto, ni watu wengi wana low acid kwenye tumbo, yaani ile low stomach acid ambayo inatakiwa iwe strong acid kwa ajili ya mmeng'enyo, kwa ajili ya kuchakata chakula ambacho kinaliwa, ili mwisho wa siku viungo viweze kupata madini yaliyokuwa kwenye chakula hicho ambacho kinachakatwa, na watu waweze kuwa na furaha kwenye maisha yao. Ni watu wengi tuna low stomach acid, tuna asidi ndogo kwenye matumbo yetu, wakati tulitakiwa tuwe na strong acid kwenye tumbo letu, kwa sababu binadamu tumeumbwa kuwa na strong acid kwa ajili ya kurahisisha mmeng'enyo ambayo ni hiyo absorption, lakini pia kitu cha pili ni kwa ajili ya kuvunja, yaani ile breakdown digestive activities zinafanyika baada ya kwamba tumbo kwa limezalisha ile strong acid. Lakini kitu cha tatu ni kwa ajili ya kuua bakteria. Kwa hiyo ninaposema ukiwa na low stomach acid, manake digestion haitafanyika vizuri, absorption haitafanyika, kwa maana hiyo madini hayatachukulika, lakini wakati huo bakteria watathrive, watapata mazingira mazuri ya kuwepo na matokeo yako kuanza kukushambulia. Wengi ni mashahidi wa tatizo la H pylori. H pylori ni bakteria, ana uwezo wa kusurvive kwenye mazingira ambayo ni machafu kwenye tumbo lako, mazingira ambayo hayana asidi ya kutosha ya tumbo. Leo hii nimekuletea dalili, utajuaje kwamba wewe una low stomach acid? Ninayekuletea habari hii au maelezo haya au tafiti hizi au darasa hili ni Dr. Makanshu Prakseda. Naomba tuwe pamoja, tuendelee kuona ni namna gani tutaondokana na janga hili, kwa kuanza kujua na kuweza kutambua kwamba kumbe nikiwa na dalili hii nijue kabisa kwamba tumbo langu lina asidi ambayo ni ndogo. Dalili ya kwanza kabisa, ukijiona wewe ukila unapata kiungulia, au hata kama hujala lakini wewe mpaka kuna watu wengine wakinywa maji wanapata kiungulia, jibu ni moja tu, likupeleke kwamba wewe una asidi ndogo ambayo inashindwa kumeng'enya hicho chakula ambacho umekula, na matokeo yake taarifa unaipata. Ile kupata kiungulia ni taarifa ya mapema tu kwamba chakula ulichokula hakina kitu, na matokeo yake hii esophagus sphincter haijakaza, kwa sababu ile asidi unayoisikia, kile kiungulia unachokisikia, ile hali unayoisikia ilitakiwa ibaki kule kule tumboni, lakini matokeo yake sababu hapa paka loose pamelegea, hiyo hali unaipata huko juu. Lakini dalili nyingine ni tumbo kujaa muda wote. Kuna watu ambao hawapati hamu ya kula, anajisikia iko bloated, yani muda mwingi yeye anajikuta yani haelewi. Ukishaona kwamba tumbo lako muda mwingi linakuwa limejaa, ujue kabisa una changamoto kubwa ya tumbo lako kutokuwa na strong acid ambayo inashindwa kudigest chakula ambacho umekula mara ya mwisho. Kwa hiyo ni taarifa tu, mwili haukupi tena signal ya kwamba hebu niletee chakula kingine, kwa sababu kule ndani bado kile ulichopeleka hakijachakatwa, kimekaa, na kama kimekaa maana yake kinatengeneza bakteria, kitatengeneza vitu vingine. Kwa matokeo yake mwili, kwa sababu ni bahati mbaya watu wengi hatujui taarifa ya mwili, lakini ukiona uko bloated, ukiona chakula upate signal ya chakula, upate njaa, wala usile, usiforce kula kwa sababu ni muda umepita wa kula, kwa sababu kwa kufanya hivyo utaendelea kuongeza tatizo. Lakini pia dalili ya tatu, kukosa hamu ya kula. Kuna huyu amekuwa bloated, lakini kuna huyu hana hamu ya kula, hajala, hana hamu ya kula, hana signal, hana taarifa. Ukishaona hivyo ujue kabisa tumboni kwako strong acid haizalishwi, na matokeo yake ni kumetulia, hakuna activity ambayo ni muhimu inatakiwa ifanyike ili ya kuchakata kile chakula ambacho umekula, alafu kila kitu kiende kadri ambayo kinatakiwa kiende, kwa sababu baada ya kula umetafuna, umemeza, tumbo limezalisha hiki, ni enzymes wamefanya kazi yake. Baada ya hapo utumbo mdogo umepokea, umefanya kazi yake, umechukua absorption, mwili umepata madini, kilichobaki kimeenda kwenye utumbo mpana hivyo. Lakini ukiona ni kimya, ni siku ya kwanza ya pili haupati hamu ya kula, ujue cha kwanza kabisa kikwambie kwamba mimi tumbo langu halizalishi asidi ya kutosha. Lakini dalili nyingine, maanake hapa nina dalili zangu kama 8 mpaka 10, lakini dalili ya 3 ya 4 ni kutokupata choo. Ukiona upati choo na unakula, maana yake uchakataji haufanyiki, chakula unachokula hakivunjuvunjwi, na kama hakivunjuvunjwi maana yake tayari kitaoza,
na kikishaoza, na kwa sababu hakuna hizo activities enzymes hazifanyi kazi, sijui hiyo strong acid haipo ambayo ndio inaunguza kile chakula na kufanya mechanism iendelee, ili kila kitu kiendelee, uchafu utoke kwa wakati. Maana hiyo ni taarifa tayari kwamba wewe hauna strong acid ya kuweza kubana up hicho chakula ambacho umekula na kuweza kukivunja vunja, ili mwisho wa siku uweze kupata choo na uweze kuishi maisha yako ukiwa huru. Lakini dalili nyingine ni kuto kusagika kwa choo. Yaani unaona umekula chakula, labda umekula wali na maharage, lakini unaenda kupata choo, unashangaa maharage unayaona, kwa sababu wengine wana tunatafuna, lakini mengine tunajikuta yanapitiliza bila kuwa yametafunwa. Bado unaenda kwenye choo unakuta mahindi yako vile vile, unakuta maharage yako vile vile, hujue ni kama inaparasa, kama mashine tunavyo ile ya kuparasa. Kwa hiyo digestive system haitoshi ile acid ya kuweza kumeng'enya, ya kuweza kuchakata, kuvunja vunja kile chakula, ya kuchoma kile chakula, haipo ya kutosha. Matokeo yake chakula ulichokula kinatoka kama ambavyo kiliingia. Wapo watu ambao wanapata hiyo hali na wanaichukulia ni kwamba ni kawaida, lakini hiyo hali inachangiwa kwa kiwango kikubwa na kutokuwa na asidi kali ambayo ni muhimu kwa ajili ya mmeng'enyo. Lakini dalili moja kuu, zote hizi ni dalili watu wanazipata, lakini dalili moja kuu ni acid reflux. Ukiona una acid reflux, maana yake huna acid ya kutosha kwenye tumbo lako ili uweze kufanya mmeng'enyo wa chakula unachokula uweze kuwa sawa. Na sasa kwa bahati mbaya tumekuwa watu wengi sasa hivi ni ugonjwa, dalili hii watu wengi tunayo, na matokeo tunahangaika kutafuta dawa hapa na pale, na bado tatizo hili limekuwa ni chronic, kwa sababu unajikuta unatafuta dawa lakini bado kilichopelekea ukawa na acid reflux kumbe ni kutokuwa na na asidi ya kutosha kwenye tumbo. Matokeo yake viungo haviwasiliani. Mawasiliano ya viungo yamekupelekea ile asidi kurudi, kwa sababu hapa hapafungi ile esophagus sphincter hii ambayo ni valve, ambayo ni kama siri, ambayo ukiwa umekula inatakiwa ikaze ili chochote kisipite mpaka ile kazi ya kuchakata kule tumboni iwe imeendelea kukamilika. Matokeo yake pako ruzi ile strong acid ambayo itakiwa ibaki huku tumboni, nyingine inapenya inarudi juu. Hicho kiwango kidogo tu kinachopenya kurudi huku juu, kwa sababu tuna delicate maumbile kwenye hizi shingo, kwenye koo, kwenye namna ambavyo vifuani, ndio ile unaanza kusikia burning sensation, unaanza kusikia sijui huko mishipa imekukaza, unaanza kusikia kuna kitu hakishuki, kuna kitu hakipandi. Yaani kitu kinapanda lakini hakishuki, hakitoki na wala hakirudi. Hiyo ujue ni changamoto ulio nayo ya acid reflux, ni matokeo ya kutokuwa na strong acid ya tumbo kwenye tumbo lako, ambayo ili uweze kusaidia mmeng'enyo. Lakini dalili nyingine ni mwili kukosa nguvu. Kuna watu wengi anajikuta kila kukicha anashuka uzito. Sio kwamba anafanya diet, sio kwamba labda yuko kwenye mazoezi, sio kwamba amependa kupunguza weight aliyonayo, lakini dramatically kila kukicha anajikuta hana nguvu. Kwa nini hana nguvu? Ni kwa sababu kama una low strong acid, stomach acid, maana yake chakula kichakatwi, akimeng'enywi. Kama akimeng'enywa, kwa sababu ili viungo viweze kupata madini ambayo yako kwenye kile chakula, si lazima mchakato hivi kitu kimechakatwa. Baada ya kuchakatwa, absorption iwe imefanyika, na ile absorption inakwenda kwenye cells kwa ajili ya kupeleka kusupply kwenye organs zetu, alafu mwisho wa siku kila mtu aweze kufanya kazi. Sasa ukiona hiyo hali ya kukosa nguvu, ujue tayari una low stomach acid. Lakini kuna hii changamoto kubwa ya tumbo ya H. pylori. H. pylori ni bakteria ambaye ana thrive kwenye acidic environment, kwenye uchafu, na sio asidi ile ambayo ni strong, kwa sababu ukiwa na strong stomach acid hakuna bakteria ambaye ana uwezo wa kuthrive, wa kuweza kudumu katika maeneo hayo. Ukiona umeambiwa na H. pylori, jua moja tu kwamba sina asidi kali ya tumbo, ndio maana ameweza kukaa, kwa sababu angeweza kuunguzwa. Jua nina uchafu wa kutosha kwenye tumbo langu, ndio maana H. pylori yuko hapo. Unatakacho kuja kufanya nitakueleza baadaye, kwa sababu hapa tunataka tujue wote kwamba tunatokaje katika hii changamoto tuliyokuwa nayo. Lakini dalili ya mwisho, japo sio kwa kumaliza kabisa, hali ya kutapika, hali ya kusikia kutapika. Yaani kuna hali fulani mtu anajisikia kutapika kina hatapiki. Sio kwamba yuko sawa anajisikia kama anatema mate, lakini sio anasikia kutapika. Hiyo hali hiyo ya kujisikia comfortable, jua tu kwamba una low stomach acid. Na kama ambavyo wote tunaweza tukakubaliana kwamba mwili wetu, iwe ni nywele, iwe ni kucha,
inatarajia madini kutoka tumboni, na tumbo linatarajia kupata madini wapi? Kutoka kwenye kinywa chako ambacho umeweka na kupeleka tumboni. Matokeo ya watu kutokuwa na low stomach acid ni matokeo ya kula vyakula ambavyo sio favorable kwenye mwili kuweza kuzalisha hiyo hydrochloric acid. Ndugu, nina mpango wa kuandaa video nyingine kuweza kujua, je, tunatokaje kwenye changamoto hii ya kuwa na asidi ndogo kwenye matumbo yetu, na mwisho wa siku tutakubaliana tu kwamba kuishi bila magonjwa hakika inawezekana.